mfanano wa Yusufu na Yesu Kristo. Mfanano wa Yusufu na Yesu Kristo yako mengi ambayo tutayaangalia, kwamba Yusufu na Yesu Kristo wanafanana katika mambo mengi ya kitheolojia na ya kifalsafa. Yaani Yusufu na Yesu Kristo wanafanana katika mambo mengi ya kitheolojia na ya kifalsafa. Na baadhi ya watheolojia mabingwa wa kitheolojia wanasema Yusufu ni Yesu Kristo wa Agano la Kale na Yesu Kristo ni Yesu Kristo wa Agano Jipya. Ndivyo ambavyo watheolojia wanasema, kwa sababu alichukiwa na ndugu zake, na chuki ilikuwa kubwa, na kulikuwa kuna uadui mkubwa wa ndugu zake ambao ni wana wa Yakobo, ni wana wa Israeli, ni Wayahudi. Hali kadhalika na Yusufu alichukiwa na ndugu zake, na Yesu vile vile alichukiwa na ndugu zake. Ile chuki ya wana wa Yusufu, wana wa Yakobo ambao ni Waisraeli wale ambao pia walimchukia Yesu machukio makuu na kutengeneza fitina, hata wakamchukia kiasi cha kumchagua Baraba kuliko Yesu. Sasa naomba upite pamoja nami katika darasa hili la mfanano kwa mambo machache. Yusufu alitumwa na baba yake kwa ndugu zake. Yusufu alitumwa na baba yake kwa ndugu zake. Yesu naye alitumwa na baba kwa ndugu zake duniani, pale ambako Mungu anasema nimtume nani na ni nani atakaye kwenda badala yetu? Yesu akasema nitume mimi Bwana, na ni mimi nitakaye kwenda badala yako au badala yenu. Yusufu alitumwa na baba yake, Yesu naye alitumwa na baba yake. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Yusufu aliuzwa na Yuda kwa vipande 30 vya fedha. Yusufu aliuzwa na Yuda kwa vipande 20 vya fedha. Yusufu aliuzwa na Yuda kwa vipande 20 vya fedha. Hali kadhalika Yesu naye aliuzwa na Yuda kwa vipande 30 vya fedha. Na hapa unaweza ukaangalia reflection yetu, ukapata nafasi ya kuangalia kielelezo chetu hapa. Yusufu naye aliuzwa kwa vipande 20 vya fedha, na aliyemuuza, aliyetoa wazo la soko ni Yuda. Yuda ndiye alisema tumuuze ndugu yetu. Na unasikiaga Yesu akiitwa simba wa kabila la Yuda, kwa sababu Yuda ni lile kabila Yuda ni kabila ambalo katika Israeli lina utawala na umiliki, na Yuda ndiye aliyetoa wazo la kumuuza Yusufu. Na kule kwa Yesu, Yuda Iskariote ndiye aliyemuuza Yesu kwa vipande 30 vya fedha. Huyu walimuuza aende Misri. Yesu aliuzwa mautini, aliuzwa kuzimu kwa kifo. Lakini nataka kuzungumza angalau kwa uchache juu ya Yuda huyu aliyemuuza Yusufu, aliyetoa hoja akasema ndugu zake walikuwa wanataka kumuua, lakini Yuda akatoa hoja akasema tusimuue, tumuuze kwa Waishmaeli. Na wakamnunua, wakapita pale Waishmaeli Waarabu waliokuwa wanafanya biashara ya utumwa, wakamnunua. Yuda aliposema tumuuze, hakuna mtu aliweza kugeuza yale maneno ya Yuda, kwa sababu Yuda alikuwa na authority, alikuwa na ukuu, alikuwa na mamlaka, alikuwa ana ufalme. Ni kabila katika Israeli ambalo wao ni wamiliki na watawala na wafalme. Wafalme wote ni wa kabila la Yuda. Kwa hiyo alikuwa na maneno ya ukuu. Alipotamka hakuna mtu alibisha. Hali kadhalika katika maisha ambayo tunaishi, kuna watu ambao Mungu amewapa vinywa au ndimi za mamlaka ya kiungu. Yaani wakisema watu hawabadilishi mawazo,
wana ushawishi kwenye jamii za watu. Wakizungumza neno, hakuna mtu anakataa. Hao watu ni watu ambao wamebeba ukuu wakati mwingine. Na ukikutana na mtu kama huyo, akatengeneza uadui dhidi yako, akasema chochote dhidi yako kinyume chako, uwe na hakika unaweza ukapitia mahali pagumu, kwa sababu watu wengi wanaamini yale maneno ambayo ametamka yule mtu. Na Yuda aliposema tumuuze, no discussion anymore. Jambo jingine, Ruben alitaka kumwokoa Yusufu bila mafanikio. Ruben alitaka kumwokoa Yusufu bila mafanikio. Petro naye alitaka kumwokoa Yesu Kristo bila mafanikio. Petro alijitahidi kumwokoa Yesu, lakini mwisho wa siku aliishia kukata sikio la binti. Alijaribu kutumia hata upanga. Reflection yetu inaonyesha namna ambavyo ndugu yetu Ruben alitaka kumwokoa Yusufu bila mafanikio, lakini pia Petro naye alitaka kumwokoa Yesu Kristo bila mafanikio. Nimekuambia kuna wakati ambao Biblia inasema ninyi nyote mtakunguazwa. Kukunguazwa ni kwamba wakati wa uadui, msimu wa uadui ukitengenezwa vizuri, hata rafiki yako hawezi kukuokoa, hata atumie jitihada gani hawezi kukuokoa. Only God ambaye anaweza akakuvusha ukapita kwenye hilo daraja na ukaendelea mbele. Petro alijitahidi bila mafanikio, na Ruben naye alijitahidi bila mafanikio. Ndugu wa Yusufu walibaki na vazi la Yusufu lenye damu. Hali kadhalika Wayahudi nao walibaki na vazi la Yesu Kristo lenye damu na wakalipigia kura. Hali kadhalika Wayahudi nao, wale watoto wa Yakobo, walibaki na vazi la Yusufu lenye damu ya mbuzi, na hali kadhalika Wayahudi walibaki na vazi la Yesu Kristo lenye damu na wakalipigia kura, kama reflection yetu inavyoonyesha pale. Unaweza kuona kwenye kielelezo chetu ya hali kadhalika walibaki hawa watoto wa Yakobo wamebaki na vazi lenye damu, na wale pia Wayahudi wamebaki na vazi la Yesu lenye damu na wakalipigia kura na wakalisemea maneno. Yakobo naye alipopokea lile vazi akasema, Yusufu mwanangu ameraruliwa. Wote walibaki na vazi. Ndugu zake walimuona Yusufu akiwa kwenye kiti cha enzi, kwenye mamlaka na utawala, akiwa amevaa mavazi ya kifalme. Ndugu zake walimuona Yusufu akiwa ameketi kwenye kiti cha enzi na akiwa amevaa mavazi ambayo ni mavazi ya kifalme. Hali kadhalika unaweza ukaona reflection yetu, walimuona akiwa amevaa mavazi ya kifalme na ameketi kwenye kiti cha enzi. Hali kadhalika watu wote na hasa Wayahudi watamuona Yesu Kristo katika kiti cha enzi cha baba yake, naye atawahukumu walio hai na wafu, akiwa ameketi kwenye kiti cha enzi, kama reflection yetu inavyoonekana pale. Lakini pia walimwacha Yusufu, wale ndugu zake walimwacha Yusufu akiwa uchi, ila walimkuta amevaa mavazi ya kifalme aliyovalishwa na Farao. Walimwacha Yusufu akiwa naked, akiwa uchi. Walimwacha Yusufu akiwa uchi na walimkuta amevaa mavazi ya kifalme aliyovalishwa na Farao. Hali kadhalika na Wayahudi watamuona Yesu Kristo. Hali kadhalika na Wayahudi walimwacha Yesu akiwa uchi juu ya msalaba. Hali kadhalika Wayahudi wote na watu wote walimwacha Yesu akiwa juu ya msalaba uchi. Na sasa baadaye watamuona Yesu Kristo akiwa amevaa mavazi ya kifalme na aliyovalishwa na baba yake katika enzi yake. Enzi yake. Hayo makofi hayatoshi, watu wachache wameelewa kwamba hali kadhalika Yusufu aliacha uchi, wakamkuta amevaa mavazi aliyovalishwa na Farao. Hali kadhalika na Yesu naye alibaki uchi juu ya msalaba. Walimvua mavazi yote wakamtundika juu ya mti akiwa uchi. Lakini saa inakuja na sasa ipo katika kiyama ya wafu, watu wote watamuona Yesu Kristo akiwa ameketi kwenye kiti cha enzi cha baba yake na amevalishwa mavazi ya kifalme
na baba. Oh my God, ungempigia Yesu makofi mengi ya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, waliokuaibisha wakakuacha uchi mpaka ukaota unatembea uchi, watakukuta ukiwa umevalishwa mavazi ya heshima kwa mkono wa Bwana wa mabwana na mfalme wa wafalme. Washindi wachache wangesema amina, na wangempigia Jehova vigelegele vya shangwe. Haleluya. Mabibi na mabwana, kuna watu wanaweza wakakusengenya, wakakuaibisha mpaka usiku unaota unatembea uchi. Sijui kama ishawahi kutokea. Mimi imenitokea several times. Yaani unasengenywa, unatengenezewa zengwe la aibu, unatengenezewa, hapa Tanzania tunasema unatengenezewa jungu au linapigwa jungu. Wewe mwenyewe usiku ukilala uko sokoni Kariakoo unakatiza uchi wa mnyama. Na kwa nini? Watu wamekusema, wanakutengenezea aibu, wanataka uaibike kiroho, wanataka uaibike kifamilia, wanataka uaibike kiuchumi, wanataka uaibike kifedha, wanataka uaibike kwenye jamii. Watu wameketi, wamemaliza maamuzi ya vikao vya kukubebea aibu mpaka unaota unatembea uchi. Wamekumaliza, wamekuvua nguo zote, wamesema kadiri walivyoweza kusema. Nataka nikuambie, ukiona ndoto ya namna hiyo unatembea uchi, ujue kuna vitu ambavyo vimevuliwa kwenye maisha ya kwako. Ni heshima, ni neema, ni kibali, ni upako, ni baraka, ni fedha, ni vitu ambavyo watu wanakuvua, ama kichawi au kiganga au vikao vya kukuaibisha. Ukiona hivyo, kimbilia kwenye madhabahu. Yule Mungu aliyemvalisha Adam na Hawa mavazi ya, oh my God, oh my God, huyo Mungu, na mimi nasimama kwenye madhabahu hii, huyo Mungu aliyeruhusu Yusufu akavalishwa mavazi, huyo Mungu aliyemruhusu Yesu akavalishwa mavazi ya kifalme, na uvae mavazi ya kifalme. Washindi wachache wangesema amina, na ungempigia Jehova na vigelegele vya shangwe. Piga tena, Yesu asikie. Haleluya.